Mfahamu Papa mpya, Papa Leo wa 14. Ikiwa dunia nzima inaangazia kuhusu Papa mpya aliyechaguliwa kushika nafasi ya Papa Francis, Mseto Media tumeona tukuletee wewe mtazamaji wetu wa thamani makala kuhusiana na kiongozi mpya huyo wa kanisa Katoliki duniani. Kiongozi mwenye mamlaka makubwa kuliko kiongozi yeyote duniani, kuliko marais na wafalme na kiongozi mwingine yeyote kwenye ulimwengu. Ikumbukwe Papa ni mmoja tu duniani, na yeye haongozi nchi bali anaongoza dunia nzima. Na ndiyo maana huwa na ulinzi mkubwa zaidi na anatizamwa kitofauti zaidi kuliko kiongozi yeyote. Ninayekuletea makala hii naitwa Princess Kiuli kutoka hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe ili usiwe unapitwa na habari zetu na taarifa nzuri na muhimu kama hizi. Bonyeza maneno mekundu subscribe, kisha itakuja kengele, ibonyeze pia. Mjue na umfahamu Papa mpya Robert Francis Prevost kutoka Marekani hadi kiti cha upapa. Katika historia ndefu ya kanisa Katoliki, mwaka 2025 uliandika ukurasa mpya uliojaa mshangao, matumaini na mageuzi makubwa. Kwa mara ya kwanza, kanisa lilimchagua papa kutoka Marekani, Robert Francis Prevost, aliyepewa jina la Papa Leo wa 14. Lakini kabla ya kuwa kiongozi mkuu wa waumini zaidi ya bilioni 1 duniani kote, Robert Prevost alikuwa nani? Alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 huko Chicago, Marekani, akiwa mtoto wa familia ya kawaida yenye asili ya Kifaransa, Kiitaliano na Kihispania. Akiwa kijana alionyesha mapema moyo wa utumishi na wito wa kiroho. Mwaka 1977 alijiunga rasmi na shirika la Mtakatifu Augustine maarufu kama OSA na kuweka nadhiri zake za milele mwaka 1981. Elimu yake haikuwa ya kawaida. Prevost alipata shahada ya hisabati, akasoma teolojia na baadaye akapata shahada ya uzamivu ya sheria za kanisa katika chuo kikuu cha Kipapa Roma. Maandalizi haya yalimweka tayari kwa safari ndefu ya kiutume. Mwaka 1985 Prevost alitumwa Peru kama mishonari. Huko alihudumu kwa moyo mmoja akiwa mwalimu, mlezi, kiongozi wa seminari na hata hakimu wa mahakama ya kanisa. Mwaka 2001 aliteuliwa kwa kiongozi mkuu wa dunia wa shirika la Augustinian, akilitumikia kwa kipindi cha miaka 12. Mwaka 2015 hayati Papa Francis alimpa jukumu la kuwa askofu wa Chiclayo, Peru. Alijipambanua kwa uongozi makini na moyo wa kutetea haki, akiheshimika sana na viongozi wa dini na serikali. Mwaka 2023 Prevost aliteuliwa kuwa prefecti wa dikasteri ya maaskofu, ofisi yenye mamlaka makubwa juu ya uteuzi wa maaskofu kote ulimwenguni. Yani wao ndio wakawa wanahusika kwenye kuteua maaskofu. Ndipo mnamo Septemba 2023 akapandishwa hadhi kuwa kardinali. Miaka miwili baadaye, baada ya kifo cha Papa Francis, makardinali kutoka duniani kote walikusanyika mjini Roma kwenye jengo la Sistine Chapel kwa ajili ya mchakato wa conclave kumchagua papa mpya. Jumla ya makardinali 123 waliokuwa na haki ya kupiga kura walishiriki kwenye mchakato huu. Baada ya vikao na mizunguko kadhaa ya kupiga kura, iliwachukua takriban siku 3 kwenye mchakato wa kura kumpata papa mpya. Hatimaye tarehe 8 Mei 2025 Robert Prevost alichaguliwa rasmi kuwa papa mpya na akalichukua jina la Pope Leo wa 14. Na katika hatua hiyo ya kihistoria, Papa Leo wa 14 ameshika nafasi ya upapa akiwa na umri wa miaka 69, akiwa mmoja wa mapapa wachache walioteuliwa katika umri huo wa uzee, lakini mwenye maono makubwa ya mageuzi na mshikamano wa kidunia. Ni muhimu pia kufahamu kuwa kardinali kutoka nchini kwetu Tanzania alikuwa miongoni mwa walioasili Roma na kushiriki kikamilifu katika kuchagua papa mpya. Hii ni ishara ya ushiriki wa Afrika katika maamuzi makubwa ya kanisa la dunia. Papa Leo wa 14 ana uraia wa Marekani na Peru na anazungumza lugha nyingi zikiwemo Kiingereza, Kihispania, Kiitaliano na Kilatini. Papa Leo wa 14 anawakilisha sura mpya ya kanisa lililowazi, jumuishi na linalowaza kimataifa. Katika jiji la Chicago hadi Vatican, kutoka kuwa mishonari hadi kuwa papa, hii ndio safari ya ajabu ya
Robert Francis Prevost, kiongozi wa kiroho anayebeba matumaini ya karne mpya kwa kanisa Katoliki duniani. Mseto Media tunampongeza Papa Leo wa 14 na waumini wa kanisa Katoliki kote duniani kwa kupata papa mpya mwenye maono thabiti. Na wewe mtazamaji wangu unaweza kuandika pongezi zako hapa chini kwa popo wa kanisa Katoliki duniani. Asante kwa wewe ulinisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Nikusihi kusubscribe ili usiwe unapitwa na makala nzuri na nzito kama hizi. Mimi ni Princess Kiwili na hii ni Mseto Media. Asante. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.